kwamba tunauliza tu kuhusiana na mpaka sasa au ndani ya wiki moja klabu ya Simba imepoteza makombe mawili kati ya makombe matatu waliokuwa wanayapigania kwa msimu huu. Je, kiwango cha Simba kimeshuka au ugumu wa ratiba zilizofuatana ndio sababu ya Simba kupoteza makombe hayo? Hiki ndicho ambacho tunakiuliza kupitia question mark hii leo. Andika ujumbe wako nasi tutapata nafasi ya kuja kutazama vizuri kabisa hapo baadaye. Mazungumzo tuanzie upande wako kuhusiana na question mark. Wewe uko kwenye eneo gani pengine? Mimi nipo kwenye eneo hilo la pili ambalo question imetuuliza hapo kwamba ugumu wa ratiba ambazo zimeongozana ndio sababu ya Simba pengine kupoteza hayo mataji mawili kati ya matatu ambayo kiukweli msimu huu walikuwa wanatamani wayapate. Na kama unakumbuka kuna wakati kwenye question moja tulikuwa tunaangalia uwezekano wa Simba kutoa mataji matatu msimu huu, lakini muda unavyozidi kusogea tunaona anazidi kupungua. Na tunaposema ndani ya wiki moja, maana yake ni wiki ambayo imemalizika jana Jumapili, kuanzia Jumapili ya tarehe 25 mpaka Jumapili ya jana tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Ndani ya wiki moja ni kweli Simba wamepoteza hayo mataji mawili. Hiyo tarehe 25 ilikuwa ni finali ya pili, marejeano dhidi ya RS Berkane katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Wote tunakumbuka pale visiwani Zanzibar Simba walipoteza kombe baada ya kutoka sare ya bao 1-1. Aggregate Simba kapoteza hilo kombe. Na kombe jingine alilipoteza siku ya Jumamosi katika mchezo wa nusu finali ya kombe la FA CRDB dhidi ya Singida Black Stars baada ya kupoteza magoli 3-1. Kwa hiyo ndani ya wiki moja hayo makombe mawili yameenda na maji. Mimi nimezungumza kwa habari ya ratiba. Ni kweli katika hiyo wiki moja ni Jumapili mpaka Jumapili Simba amecheza michezo mitatu. Hiyo michezo mitatu ni migumu kweli kweli. Mchezo wa kwanza nimeusema dhidi ya Berkane, mchezo wa finali, na wote tunafahamu intensity ya finali jinsi inavyokuwa. Watu wanapambana mpaka tukashuhudia kadi nyekundu kwa Yusuf Kagoma. Unaona ni wazi kabisa wachezaji walijitoa sana, walitumia energy kubwa na walikuwa wanautaka mchezo, lakini bahati mbaya bahati haikuwa upande wao, wakakosa hilo taji. Kwa hiyo wachezaji walitumika sana, walipambana. Hapo ni tarehe 25. Baada ya siku mbili, maana yake 26, 27, hizo siku mbili. Ya tatu 28 mchezoni tena ligi kuu ya kandanda Tanzania bara dhidi ya Singida Black Stars ambaye yeye alikuwa ametulia anamsubiri Simba. Katika mchezo ambao pengine sio uzoefu na ubora tu wa wachezaji wa Simba pengine wasingepata matokeo. Tulimuona kocha Fadlu alitumia kikosi kile kile alichokitumia Zanzibar katika finali, akimenia kwamba kama match fitness vijana wako nayo, hali ya kupambana vijana wako nayo, waende wakatumike, haijalishi wamechoka au inakuaje. Bahati nzuri kwa Simba walipambana sana ile game, wakapata matokeo, lakini walivyoanza kipindi cha kwanza Simba ni tofauti na walivyomaliza kipindi cha pili. Kidogo walikuwa down na Singida walikuwa wanakuja, lakini Mungu saidia Simba kapata matokeo. Baada tena siku mbili, manake tarehe 28 wakapumzika 29 na 31 mchezo mwingine. Na hapo sio kupumzika, pia kuna kufunga safari. Kumbuka walikuwa Zanzibar, wakapita Dar es Salaam na safari nyingine tena kuelekea Manyara. Katika hizo siku mbili tatu mchezo mwingine mgumu na Singida yule ambaye umetoka kucheza naye juzi yake. Singida akampa game ngumu Simba, na Simba hapo sasa ndio akaonekana amechoka kabisa. Uzuri mimi ile game nilikuwa naitangaza hapa live. Ukimwona Fabrice Ngoma ni kama tu anashindwa kusema bwana kocha nitoe, lakini hata kukimbia tena uwanjani kufika katika maeneo afiki tena. Ubora wa pasi zake zinapungua, lakini yeye ni mwanajeshi, lazima apambane. Mwisho siku Simba akapoteza. Si tu ubora, Simba na ubora mkubwa sana, ndio maana akafika finali, ndio maana anapigania ligi kuu, ndio maana akafika nusu finali ya kombe la FA, ila uchovu na ratiba zilizofuatana na ilikuwa haina namna wacheze. Sio kwamba anawatetea Simba, lakini kiukweli kibinadamu ratiba imeumiza Simba, ndio maana matokeo hayajawa rafiki ndani ya hiyo wiki moja Majanta. Sawa. Mwalimu upande wako? Ni kweli ratiba imekuwa ngumu, na unajua katika hali ya kawaida tunasema kwamba yani mchezaji anapokuwa yani fitness yake iko chini, yani tutasema ni ule utimamu wa mwili ukiwa uko chini, maana yake hata umakini uwanjani unapungua. Yani ukiangalia
kwenye game hizi mbili, yani kwenye michuano miwili, Simba ametolewa dhidi ya RS Berkane. Kuna namna ambavyo unaweza kusema RS Berkane walikuwa bora zaidi ya Simba, hasa katika mechi ya kwanza ambayo walicheza kule nyumbani kwao. Lakini tukirudi hapa kwenye hii mechi ya juzi ya kombe la CRDB Federation Cup, yani kuna namna ambavyo kama mtu wa mpira unagundua kabisa kuna vitu ambavyo Simba vimewagharimu. Yani kulikuwa kuna makosa ambayo wachezaji wa Simba waliyafanya, lakini makosa yale ndani yake unaona kabisa kuna umakini fulani ambao ulipungua kiwanjani. Sasa umakini wakati mwingine unapungua kwa sababu ya nini? Yani fitness level kuwa chini. Yani kuna wakati unatakiwa, unajua hizi mechi wachezaji yani kwenye kukimbia kiwanjani, yani kilomita huwa zinatofautiana kulingana na mechi hadi mechi. Yani licha ya Simba kuwa na ratiba ngumu hapa katikati, lakini kama wangekuwa labda wanacheza mechi labda zinazofuatana dhidi ya timu labda kama ilivyokuwa labda Kenigodi labda au labda Kagera Sukari, pengine kwao isingewapa shida sana. Lakini kuna namna ambavyo una ratiba ngumu alafu unakutana na timu ngumu vile vile. Nimewazungumza sana Singida Black Stars, nikasema kwamba hii ni timu ambayo unaweza leo yuko wachukua Singida Black Stars wachezaji wale wakawapeleka Yanga au wakawapeleka Simba na wengi wao wakaanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo Simba wamkutana na ratiba ngumu, yani mechi zikiwa zimefuatana wakati huo wakiwa wanacheza mechi ngumu. Mara kadhaa nimewahi kuwasikia makocha barani Ulaya wakilalamikia ratiba ngumu. Sasa mara nyingi ratiba ngumu ambayo huwa wanalalamikia ni mechi ngumu kuwa zinafuatana, yani kwa maana ya kwamba wachezaji wanatumika sana, yani manake wanalazimika kukimbia kilomita nyingi uwanjani ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho mimi nasema kimechangia kwa kiasi kikubwa sana Simba kupoteza kwa tofauti ya magoli mawili hapa Tanzania, ndani ya mipaka ya Tanzania. Nafikiri toka msimu umeanza ndio mechi ya kwanza ambayo Simba wamepoteza, mechi ya ndani ambayo Simba wamepoteza kwa tofauti kubwa ya